Rais wa Belarus Alexander Lukashenko ametumia maneno makali kuelezea matendo ya kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akimwita mwenda wazimu. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema aliwahi kumfikiria Volodymyr Zelensky kama mtoto wa kiume, lakini kiongozi huyo wa Ukraine amejifanya kama mwanaharamu wakati wa mzozo kati yake na Urusi. Lukashenko alisema kuwa alikumbuka maoni ya awali juu ya mustakabali wa Zelensky na alibainisha kuwa rais huyo alikuwa ametumia maneno tofauti kumwelezea. Hata hivyo, alikuwa kama mtoto wangu, lakini alitenda kama mwanaharamu, Lukashenko alisema bila kufafanua. Hapo awali ametumia maneno hayo kuelezea maamuzi ya Zelensky, akimtuhumu kwa kujaribu kuingiza Belarus katika mzozo wa Kiev na Moscow. Mnamo mwaka 2023, baada ya ndege ya uchunguzi ya Urusi ya A-50 kupata uharibifu mdogo katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani kwenye kituo cha wanahewa cha Belarus, Lukashenko alisema shambulio hilo lilifanywa na gaidi aliyeajiriwa na idara ya usalama ya Ukraine SBU na kumwita Zelensky uchafu. Zelensky amekuwa akizunguka Belarus, Lukashenko alisema wakati huo, akipendekeza mkataba wa kutotumia uchokozi unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kati ya Kiev na Minsk, wakati huo huo akiunga mkono operesheni za kigaidi. Ninajua wanataka kutuingiza kwenye vita dhidi ya utaratibu wa Marekani, alisema. Lukashenko alisema ameionya Kiev kuhusu matokeo yanayoweza kusababishwa na mabadiliko ya uongozi wa Marekani na kuongeza kuwa Zelensky alipaswa kujadiliana na kusitisha mapigano muda mrefu uliopita. Alikumbuka kumtaka rais huyo wa Ukraine mwaka 2022 kutowatafuta wenye hatia, bali atafute kumaliza mzozo huo. Nilimwambia, kumbuka, hii ni hadithi ya kawaida. Kesho uongozi wa Marekani utabadilika na utakuwa wapi wakati huo, Lukashenko alisema. Chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, Washington ilikuwa mfuasi mkubwa wa Ukraine, ikitoa mabilioni ya msaada wa kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa Zelensky kwa kukosa shukrani kwa Marekani na kumshutumu kwa kukataa kutekeleza azimio la amani na Moscow. Wiki hii Marekani na Ukraine zilitoa taarifa ya pamoja ikipendekeza kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30 baada ya mazungumzo nchini Saudi Arabia. Pendekezo hilo lilifuata majadiliano ya ngazi ya juu kati ya wajumbe wa Urusi na wa Marekani mjini Riyadh pamoja na Ankara. Siku ya Alhamisi, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff alisafiri hadi Moscow kuwasilisha rasmi maelezo ya mpango huo kwa maafisa wa Urusi katika mkutano na waandishi wa habari baada ya siku hiyo, ambapo rais wa Urusi Bwana Putin aliita wazo la kusitisha mapigano kuwa zuri, lakini akitaja masuala kadhaa ambayo angepaswa kushughulikia kabla. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.